Kuanzisha biashara. Hivi unadhani ukiwa na shilingi 50,000 hadi 100,000 tu unaweza kuanzisha duka la rejareja linaloingiza faida kila siku? Mimi ninavyofahamu, biashara hii inaweza kukulipa kati ya shilingi 20,000 hadi 40,000 kwa siku ukijipanga vizuri, hata kama hujawahi kumiliki duka kabla. Leo na kuonyesha maeneo ya kufungulia, aina za bidhaa za kuanza nazo, mgawanyo wa mtaji pamoja na hesabu za faida. Mimi ni mtayarishaji wa hizi video Ali Mwambola, na hizi video zinatengenezwa na How to Start Business Channel, ambayo madhumuni yake makubwa ni kuwasaidia vijana waliomaliza vyuo na ambao hawana ajira ili waweze kujiajiri kwa kufanya biashara za mtaji mdogo na kupata faida kubwa. Ukibaki hadi mwisho wa video hii, nitakupa mfano wa hesabu ya duka dogo linaloanza na 100,000 na jinsi unavyoweza kufikia hadi kupata faida ya 100,000 kwa mwezi. Sasa, kwa nini duka la rejareja ni biashara nzuri kwa mtaji mdogo? Umuhimu wake unatokana na mambo manne yafuatayo. Kwanza, mahitaji ni ya kila siku, yaani vyakula, vitu vya nyumbani, kwa hiyo demand yake iko stable. 2, huhitaji kuwa na uzoefu mkubwa. Unahitaji nidhamu na hesabu tu. 3, unaweza kuanza na bidhaa chache, ukaexpandi kadri pesa inavyorudi. 4, na mwisho, ni rahisi kuchanganya na kazi nyingine, mfano duka liko karibu na nyumbani kwako. Sasa hebu tuangalie mtaji na mgawanyo wa huo mtaji. Mfano tuanze na 100,000. Gawa hizi 100,000 kwa makundi kama ifuatavyo. Kwanza, bidhaa za kujaza ambazo zitakuwa ni kati ya 70% mpaka 80% ya mtaji. 2, ni malipo ya pango au leseni ndogo au kukodisha kaeneo ambapo utafanya hiyo biashara. 3, ni vifaa vidogo. Hii ni pamoja na mifuko, daftari la kuandika mauzo, kalamu, kadirio la rafu, kreti na kadhalika. Na mwisho ni dharura ndogo, kwa hiyo uweke floti ya kubadilisha hela ndogo na kadhalika. Sasa ngoja ni kuonyeshe mfano wa namna tunavyogawa haya mambo. Kwanza, chakula kinachozunguka haraka, kwa sababu kuna chakula kinauzika sana, kwa mfano sukari, chumvi, unga mdogo, maji, juisi ndogo na kadhalika. Pili, ni bidhaa za nyumbani, mfano ni sabuni ya kufulia, kuogea, kibiriti, dawa ya mswaki na kadhalika. 3, ni vitu vya shilingi 1,500 mpaka 2,000 ili duka lako liwe rafiki wa hela ndogo. Sasa hebu tuangalie hatua mbalimbali za kuanzisha duka la rejareja. Kwanza, kuna hatua ya kwanza ni ya kuchagua eneo. Ni vizuri kuchagua eneo lenye msongamano wa watu au mtaa wenye wapangaji wengi au jirani na bodaboda au shule au hata stendi ndogo. Suala la pili ni kuamua aina ya duka la kuanzisha. Sasa hapa kuna kuchagua kati ya duka lenye vitu vingi vya mchanganyiko na duka ambalo linakuwa na vitu vichache lakini vinazunguka haraka. 3, ni kutafuta au kukodi eneo ambalo utakayofanya biashara. Sasa hapa kuna swala la duka dogo au hata kama ni chumba kimoja au sehemu ya fremu inayogawanywa.
Pia kuna swala la makubaliano muhimu ambayo unaweza ukaingia kuhusiana na pango, muda na usalama. 4 ni swala la kuchagua bidhaa za mwanzo. Jitahidi kuchagua bidhaa zinazouzwa kila siku, sio bidhaa nzuri kuonekana tu. 5 ni swala la kupanga bidhaa na bei. Sasa shelfu za juu, weka bidhaa za bei ya juu au faida kubwa. Sehemu inayofikika kwa macho ya mteja, sasa hapo unaweka bidhaa unazotaka zizunguke haraka. Halafu andika au wekea bei iliyo wazi ili kupunguza ubishi wa kukuza uaminifu. Swala la 6 ni mfumo wa kuandika mauzo. Ni muhimu uweke utaratibu wa kuwa na daftari ambapo utakuwa unaandika mambo yote yanayotokana na mauzo na matumizi ya hiyo duka badala ya kila kitu kuweka kichwani mwako. Kumbuka, ukikosea hatua hii, duka linaweza kujaa bidhaa ambazo hazitoki na mtaji wako unakufa kwenye shelfu. Sasa hebu tuangalie mfano wa hesabu pamoja na faida. Sasa kama unafanikiwa kufanya mauzo kwa siku, yaani kati ya shilingi 30,000 mpaka 40,000, ina maana hizo pesa zinatosha kujumuisha gharama za kununua bidhaa ulizofanya pamoja na faida unayopata kwa siku. Kwa hiyo kwa mfano kama mauzo yako kwa siku yanakuwa ni shilingi 40,000 na faida yako ni 30%, hii ina maana kwa siku unapata faida 12,000. Sasa hii faida yako kwa siku ukizidisha kwa siku 26 kwa mwezi, utakuta unapata faida ya 200,000, ya 300,000 na 12,000. Sasa ukilinganisha na mtaji ambao uliotumia kuanzia biashara wa 100,000, utaona kuwa unapata faida kubwa sana. Sasa hii ina maana ndani ya miezi 2 au miezi 3, kama hutatumia pesa vibaya, unaweza kuongeza bidhaa mara 2 ya ulizoanza nazo. Sasa hebu tuangalie makosa ambayo inabidi kuepuka ili kusudi hiyo biashara yako ya duka isije ikaingia kwenye matatizo. Makosa yenyewe ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kuchukua bidhaa kwenye duka kama vile chakula cha nyumbani na kadhalika bila mpangilio maalum. 2 ni kukopesha ovyo bila mfumo wa kudai hao wateja unaowakopesha. 3 ni kutojua bidhaa ipi inazunguka na ipi inakaa kutofanya kwa sababu ya kutofanya stock check hata mara moja kwa wiki. Yaani wewe unauza tu, hujui bidhaa gani zinauzika, zipi haziuziki. Hilo ni kosa. Na kosa la 4 ni kufunga duka kwa muda usioeleweka. Unafungua mapema lakini pia unachelewa kufungua, basi imekuwa tu wateja hawakuelewi. Natumai nimekupa mwongozo mzuri wa jinsi unavyoweza ukaanzisha biashara ya duka la rejareja kwa mtaji mdogo na kupata faida kubwa. Sasa kama unaona umehamasika na uko tayari kutaka kuanza biashara ya duka la rejareja, na kuomba uanze mataarifa ya awali kwa kuchukua daftari, alafu andika bidhaa kama 15 hivi za kuanzia zilizo karibu na mtaa wako. Halafu uanze kufanya kosti ya mtaji ambao utakaohitajika kabla hujaanzisha hiyo biashara. Swala la pili ni nijulishe kama umeishachagua sehemu ambayo unafikiri ni nzuri kwa kuanzisha duka lako. Hiyo ni muhimu sana. Sasa bidhaa inayofuata kuhusiana na biashara ya duka la rejareja, nitaonyesha aina ya bidhaa 10 zenye faida kubwa kwenye duka lako ambalo ni dogo kama hili ambalo unaanzisha. Lakini watu wengi hawazipangi vizuri. Ukizipangilia, duka lako linaweza kulipa mara 2 ya hiyo pesa uliotumia. Kuanzisha biashara.